Awali namshukuru Mwenyezi Mungu Rabbul Izza al-Maula Subhanahu wa Ta'ala jalla fi ula, aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. Lakini pia naomba ziada ya rehema na amani ziende kwa mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na maswahaba zake na waislamu kwa ujumla. Alhamdulillah, amshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ya kufika katika eneo hili siku ya leo. Ni miezi sasa imekuwa mingi tangu Allah alipojalia taufiki ya watu kukutana hapa katika mwavuli huu wakimtaja Mwenyezi Mungu na kuzianikiza sifa zake, lakini pia watu wakipambana swafan katika kuhakikisha wanapambana na vitimbi vya sheitani. Lakini kwa wakati wote huo Allah hakujalia kuweza kufika katika maeneo haya, isipokuwa mapenzi yake ni leo, na ndio ametaka Mwenyezi Mungu. Tumefika hapa, takuwepo leo kwa huruma yake na mapenzi yake, na kesho pia baada ya taratibu zetu hapa mchana inshallah tunaweza tukawa tumepata ruksa sasa ya kuendelea na safari yetu. Alhamdulillah, tumetoka jana kama saa 8 hivi Kigoma. Hapa katikati kulikuwa kuna mvua kubwa sana, lakini usiku wa saa 3 Mungu akajalia tukawa tumeingia hapa na ndugu yangu Dr. Ibrahim Saganga, ex prophet. Ye zamani alikuwa akiwasamehe watu dhambi, wengine anawasamehe, wengine anawapa. Ukimuudhi hujampelekea sadaka ya kutosha, anakupiga na dhambi ya miezi 3 uhangaike nayo. Ukija ukitubia, ukileta fungu la 10 vizuri, anakusamehe madhambi yako, unakuwa mtakatifu, umetakasika. Basi kwa sababu katika Uislamu tunasisitiza sana kuwakirimu wageni wetu. Huyu yeye ni mgeni kabisa katika Uislamu, na amechanganya wazazi kutoka Tanzania na Kongo, lakini maisha yake mengi sana amekuwa akiishi Kinshasa, sehemu ambapo hata Kiswahili hakizungumzwi. Mimi nimefika Kinshasa 2015 kwa mwaliko wake. Nimefanya kazi ya da'wa. Rafiki zangu katika mitandao ya kijamii watakuwa wanaona. Nafika mahala mpaka watu 80-90 wanapanda katika jukwaa, wanatoa shahada na kuingia katika Uislamu kwa wakati mmoja. Mpaka mameja wale, makanali wa jeshi wanaingia. Kuna picha nyingine katika Facebook nimeziweka mle. Tumeingia katika miji ambayo kihubiri unawekewa ulinzi, alimradi ujumbe wa Mwenyezi Mungu ufike. Sasa huyu alikuwa kanisani, alikuwa samaki mkubwa katika kanisa, lakini juhudi hizi za kidawa ndo zimemtoa katika kanisa na kumleta katika Uislamu. Yani samaki mkubwa aliyevuliwa kwa ndoano 200-300, kwa sababu jitihada zetu Waislamu zinaonekana za kinyonge sana. Hata tunapoandaa mikutano ya kawaida tofauti na watu kutoka katika makanisa, wana nguvu kubwa sana ya kufanya majambo yao. Kuingia kwake katika Uislamu ni kushindwa kwa sheitani. Shetani anashindwa taratibu kwa juhudi Waislamu wakizichukua na kuendelea nazo, yeye anapoteza nguvu yake. Basi hatuachi hizi juhudi. Ndio maana hata tarehe 13 mwezi wa 3 Dar es Salaam tuna mjadala mkubwa sana, debate kubwa sana. Inaweza ikawa ni ya kwanza kitaifa kwa maandalizi iliyofanywa. Debate kubwa sana. Upande wa kule wainjilisti, wachungaji, maaskofu, wale wazee wa kanisa watakaa upande mmoja, na upande mwingine wahadhiri wa Kiislamu, mashekhi, maustadhi, walimu wa madrasa, maimamu, takaa pale katikati kwa ajili ya kushajaisha
na kuelezea namna Mwenyezi Mungu anavyotaka na namna Mwenyezi Mungu anavyokataa. Anataka nini, anakataa nini. Hii ni vita dhidi ya shetani. Tunapambana na shetani. Kwa nini tunapambana na shetani? Tunapambana na shetani kwa sababu na yeye anapambana na sisi. Na yeye hahitaji sababu mpya ya kupambana na sisi. Shetani hahitaji sababu mpya ya kupambana na sisi. Sababu yake aliyokuwa nayo tangu na tangu inamtosha kila siku kutuletea madhila, kila siku kutuletea maharibiko. Shetani ni adui. Mungu anatuambia innahu lakum adu, kwamba yeye kwetu ni adui. Kabla baba yetu Adam hajaumbwa, hapa katika ardhi walikuwa wanaishi majini. Walivyofanya tofauti, malaika wakaletwa kwa ajili ya kuwaangamiza. Wakati wanashambuliwa ndio wakakimbia katika mabahari, katika miamba huko, ardhi wakaiacha wazi. Katika kutazama malaika wanataka kupeleka ripoti kwa Allah, wakamkuta jini mtoto dhaifu, hana nguvu za kukimbia kama wengine walivyokimbia. Wakakachukua mbele ya Allah, wakasema tumekakuta haka dhaifu sana, hakana nguvu ya kujipambania. Wasemaje? Wakaleta maombi ya kumlea. Allah akamwambia mleeni, kaeni naye, ishini naye. Kile kijini kidogodogo kikawa kinaishi katikati ya malaika. Malaika wakijifunza na chenyewe kinajifunza, kikapata ilmu kubwa, kikawa kina elimu ya kutosha. Akaendelea mpaka akawa mkubwa sasa. Akawa sasa na yeye ni mwanachuoni, ana ilmu nzito, lakini anamcha Allah hakuna mfano. Anafanya ibada hakuna mfano. Alikuwa akishuka katika ardhi humu, anasujudu sehemu kwa sehemu. Mpaka baadhi ya maelezo yanasema hauwezi kutembea ardhi hatua moja kabla hujakuta sehemu aliposujudu kiumbe huyo. Ndo nani huyo? Ndo Ibilisi. Alifanya ibada katika ardhi hii kwa viwango vikubwa sana, lakini kumbukumbu anayo mpaka anaenda kuishi katika makundi ya malaika. Ni kwamba wazee wake wamepewa kipigo kisichokuwa cha kawaida katika ardhi na wameondolewa katika ardhi ile. Kwa mapenzi na wazee wake inamuumiza. Allah anakuja anawaambia malaika, inni ja'ilu fil ardi khalifa, mimi naleta mtu wa kuja kutawala katika ardhi. Ibilisi ina maana huyu kiumbe anaumbwa, wazee wangu wameondolewa na kupigwa kwa ajili yake, yani huyu ndo awe bora mwenye maana. Pale pale akaanza kutengeneza kitu, akaanza kutengeneza chuki. Anakuja vipi kuishi binadamu, anakuja vipi kuishi kiumbe katika ardhi ambayo wazee wangu wameondolewa? Akatengeneza chuki, wadui. Baada ya hapo aliyokuwa akiyafanya yote ni kuhakikisha mwanadamu anaharibikiwa kwa sababu ya chuki aliyokuwa nayo. Na Allah akatambia huyo ni adui, na nyie mfanyeni kuwa adui. Akisema na nyie mfanyeni kuwa adui, maana yake yeye yupo tayari kupambana na sisi, kudhihirisha uadui wake wakati wote. Sasa sisi tutamfanyaje rafiki? Basi lazima na sisi tumfanye yeye kuwa adui. Na ndio maana tupo hapa. Tutapigwa visomo hapa. Anaadhibiwa nani? Sheitani. Zitatolewa dawa. Anaadhibiwa nani? Sheitani. Zitalinganiwa nafsi, zimuepuke nani? Sheitani. Yeye ni adui. Maisha yetu yote tunafanya kupambana kwa ajili ya kuhakikisha tunambakisha katika nafasi yake ya uadui. Kwa hivyo hata tunapopita hivi kupata nafasi kama hizi, basi hatuna cha ziada cha kufanya isipokuwa ni kuhakikisha nafsi zetu tu tunaziongoza katika njia ya amani na kuelekea katika kheri. Nimetoa salamu, zitoshe salamu hizo kuonyesha thamani ya sisi kutoka katika majumba yetu na kuja hapa, na vita tunayoifanya dhidi ya shetani, kwamba ni jambo sahihi, jambo zuri, na ni jambo la kuendelezwa na kukokotezwa sana. Leo ala dakika kadhaa nafasi ya kusema nimwachie Dr. Ibrahim Saganga Mtu Moko kutoka katika ardhi ya Kinshasa. Anakuja mara kwa mara Tanzania, lakini sababu maisha yake kwa muda mrefu yamekuwa huko, mumvumilie pia hata katika Kiswahili atakachozungumza.
kama kuna maneno mawili matatu yakiwapita, basi na sisi tunakwenda humo humo. Tusipolielewa la sasa hivi tutakuja kulielewa na baadaye tutaunganisha dots. Yakitupita kabisa, basi yametupita, kwani duniani lazima kila kitu tusikie. Kuna vingine sio kwa ajili yetu. Kwa hiyo akitupita tutamsamehe na yeye atatusamehe vile vile, hatujamuelewa. Maisha yataendelea. Kwa hivyo nimpe nafasi hii Dr. Ibrahim Saganga, tafadhali. Karibu katika kipaza sauti. Useme na Waislamu alau dakika 10 salam, sitakuwa imetosha inshallah. Karibu.